Aya wasusi, njoo tujifunze kusuka stitch kwa njia rahisi. Yaani hii njia ni rahisi. Kwa wale ambao wavivu wanasema, mimi siwezi kusukia nyuma, mimi sijui nikisukia nyuma nashindwa. Sasa hii njia inakuja kuwasaidia watu ambao hawawezi kusukia nyuma, wakijaribu macho wanashindwa kujikaza. Sasa hii ni njia rahisi kwa mtu yeyote ambaye hata nywele hujakaza vizuri tu jua kukata shedi. Yaani ni njia rahisi, najua hamna mtu atakayeshindwa. Nahitaji feedback zenu. Ukijaribisha nitumie. Namba zangu ziko hapo. Hizo namba ni za WhatsApp, ni za Nomo. Unanitumia picha, unanionyesha. Njia hii ni rahisi sana. Kwa sababu kuna wengine wanasema, nikitumia uzi nywele inakata. Jifunze kusuka stitch kwa kutumia uzi kwa njia ya kisasa. Usifunge butu moja moja, baadaye ukaanza kutufunga. Muda wa kufumua inakuwa kazi na mteja lazima tu akifumua nywele zake zitakatika. Lakini njia hii ni kama njia ya kufunga ile mabutu ya kutonea. Uzi wako unautembeza, yani ukimaliza butu moja unaendelea butu lingine. Ukimaliza kusuka mabutu yako, zile nywele ambazo sasa ndo umezibana mabutu yako unaziacha juu. Unafunga tu juu, unaachia, unasuka tu chini. Kule juu utakuja kukusuka. Mnanielewa Kwa maana kama hapo nilivyokuwa nimesuka mabutu yangu, hapo juu nimekuja kufanya kusuka hapa juu. Kwa njia hii ni rahisi sana, ni rahisi. Hii njia itawasaidia wale ambao wanashindwa kusuka wakiwa wanakata shedi. Yaani akiwa anasuka akikata shedi akiongeza nywele inalegea. Njia hii itakusaidia wewe kukaza nywele zako na macho ya mteja yatakuwa vizuri. Nywele itaonekana nzuri. Stitch hii ni stitch ya kupachika kwanza. Maana yake ukisuka hapo vibuto unakuja unaviunganisha. Nywele zako unatengeneza pembeni kama venye niwafundisha kutengeneza pembeni nywele za kupachika. Kwa hiyo utatengeneza pembeni size ambayo unaitaka. Usitengeneze masize makubwa sana. Tengeneza size ya stitch ya nywele ambayo unaitaka. Kama hapo faini utaona mbele. Angalia video hii mpaka mwisho. Usiniulize Dacheti sijui ulifungaje hivyo vibutu. Nywele inayofuata naelekeza jinsi ya kusuka hivyo vibutu. Umeona hapa nikija kuunganisha? Stitch yangu imenyooka, yani imekaa vizuri. Macho hamna kulegea, macho hamna kufanya nini kwa sababu tayari nishakaza chini na uzi. Kwa hiyo ukishasuka hiyo nywele ya ndani, ninavyoisuka nimemwambia katikati ya butu unapasua, unatengeneza njia unakuwa unasuka. Suka vizuri. Alafu usilazimishe njia. Sehemu nyingine sukia uzi, ndio maana nimeweka kauzi. Yako kauzi kanasaidia kusuka sehemu ambayo nywele haipo. Kwa hiyo nywele ifuate pale pale ilipo. Usilazimishe nywele ya nyuma uje uisukie juu ili macho yatokee juu. No. Suka nywele ilipo. Sehemu hamna nywele suka hivyo hivyo, unatumia huo uzi. Kwa hiyo mabutu yetu ndio tunakata kama hivi. Unakata vizuri kama stitch vile. Unabana uzi wako. Umeona kama hapa? Na ninapokuja kusuka uzi hauvuti. Kwa hiyo hakutakiwi ulegee wala ujikaze. Unabana butu lako vizuri, unakata shedi zako, macho yako unayatenga vizuri. Umeona kama hapa? Nakuja nikishasuka na vilazia huku pembeni. Napaka jeli yangu, nakata jicho lingine vizuri. Nikilikata na ilambisha na kuja naiweka kati kwa kati. Ili kutengeneza jicho la huku na la huku. Nywele nyingi za wateja za pembeni zinakuwa ni laini. Afona kama nywele za huyu mteja wangu sio ni shombe mshomali wangu. Kaja kanipa nywele zake na nywele ni fupi. Kwa hiyo njia hii ni favorite kwa wale wenye nywele fupi zinazoteleza. Ukitumia njia hii nywele mteja hata lalamika. Mteja atakaa na nywele hata wiki 2, wiki 3, nywele haifumuki. Mnaona kabisa jinsi ninavyosuka huu uzi. Kwa wale ambao wanasema stitch ni kazi, msuke mteja kuja kwa hii inachukua muda kidogo tofauti na ile ya moja kwa moja. Moja kwa moja unamaliza. Ukishamaliza vibutu inabidi tena utengeneze nywele. Ukishatengeneza nywele uje uishonee hapo juu. Kwa hiyo ni hivyo. Japokuwa sio ngumu. Ni vile tunachukua kama muda fulani, ila ni rahisi sana kwa wale wenzangu na mimi ambao stitch zinawasumbua. Ukiwa unajifunza ile stitch ya kawaida, jaribu mteja akija usimkatae, msuke stitch ya uzi. Huku ukijipa mazoezi ya kusuka stitch ya moja kwa moja kwa sababu muonekano wa stitch ya moja kwa moja ni tofauti na hii. Hii itakulazimu sometimes uweke vibox vikubwa kwa sababu kubana hivyo viuzi mpaka umalize nywele zote ni kipengele. Mteja kuletea cornrows uweze kumsuka kwa vibutu. Kwa hiyo inabidi pia ile ya moja kwa moja ujifunze ili mteja akita vile cornrows vidogo umsuke. Ila njia hii itakusaidia kwa saizi. Japokuwa ni aina ya fashion tu nyingine au ukipata mteja mwenye nywele fupi msuke kwa njia. Njia inasaidia sana.
hapo inafanya nywele zinaonekana ni kubwa, lakini ukisuka kawaida usikute ungeanza kuziona nini ni ndogo. Haya, tunafika muda wa kufanya muda wa kupachika. Sasa nishatengeneza nywele zangu kama nilivyoelekeza. Jinsi ya kupachika, unachoma kwa ndani. Nywele ukisuka kuna nje na ndani. Ichome kwa ndani kule ambako kumebonyea, kuliko kuinuka kutakuwa juu. Kwa hiyo ukiingiza sindano yako hapo, utachoma, ukishachoma utakuja kuipachika kwenye nini? Kule kwenye nywele. Utapachika kwenye nywele yako, utakuwa unachoma nywele juu na chini. Juu na chini. Upande mmoja unakuwa unachoma kwenye nywele, upande mmoja unachoma kwenye hii rasta yako. Rasta hizi nimetumia ni rasta ya Sensation. Mshumari wangu alitaka asukiwe nywele inayoendana na rangi yake jamani. Kwa hiyo ndo hivyo, nywele inapendeza, inakaa vizuri. Yaani inakaa vizuri. Yaani kwa mtu ambaye hajui, anza kujiuliza, mbona ufundi amesuka vizuri? Mbona ameficha macho? Kumbe ni nywele ya kupachika. Kwa hiyo jitahidi tu kuwa unapokuwa unasuka unakuwa msafi. Yaani nywele siwe na vipengele. Nywele siwe na vinundunundu. Nywele sijui imejivuta hapa. Ndio japokuwa kuna wateja wengine hawajui kasoro za nywele, lakini fundi naikia ujue. Wewe mwenyewe unajua kwa wenzio ukiona yaani picha ta mtandaoni nywele imenyoka na kuaje. Kwa hiyo unajitahidi na wewe usuke kiusafi. Ili wateja wa nini wazidi kuja, mteja azidi kukutangazia jina, azidi kuwashawishi mashoga zake, marafiki zake waje kusuka. Please, kama hujanifollow naomba unifollow. Please comment, share, toa maoni yako. Kama na wewe una njia nyingine rahisi ya kujifunza na nili stitch, achana na ile ya kawaida kukatia kucha kitana, tunaomba ushare ili kwa ajili ya kusaidiana. Kama kuna maoni ukijaribisha, please nimesema nitumie, nione feedback, nikupe comment, nikuelekeze jinsi nyingine labda au tushauriane. Thank you, I love you. Welcome. Sauni yangu ipo Keko karibu na chuo cha Dusi jamani, karibuni. Darasa bado linaendelea. Ukiona uko mbali nitafute tu WhatsApp, mimi nitashare kidogo nilicho nacho. Haya, kwa muonekano wa nywele zetu ndo kama hivyo unavyoona. Umeona nywele ilivyopendeza? Nywele imependeza. Yaani kwa mtu ambaye hajui kama hii nywele imepachikwa hizi jua, mpaka mimi nilivyoelekeza. Umeona nywele ilivyokaa vizuri? Nywele zangu nilizotengeneza sijatengeneza makubwa, kwa sababu itakiwa utengeneze makubwa yazidi hayo macho. Na utakiwa utengeneze vidogo katikati pataonekana. Kwa hiyo ndo kama hivyo unavyoona final touch yetu ndo hiyo. Mrembo wangu kapendeza, kawaka mwenyewe. Akafurahi akasema jamani, cheti tu tunyetongo tulikuwa tufupi tudogo tunateleza jamani.